Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linawashikilia jumla ya watu 57 kwa tuhuma mbalimbali za uhalifu ikiwemo wizi, uvunjaji, umiliki haramu wa silaha katika msako maalum unaoendelea maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi George Katabazi amethibitisha kukamatwa kwa watu 4 waliokuwa wakimiliki silaha aina ya bastola kinyume na sheria. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linawashikilia watuhumiwa 4 kwa tuhuma za kumiliki silaha kinyume cha sheria, kwamba mnamo tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 11 za jioni katika eneo la Kikuyu Mission lilopo katika jiji la Dodoma, jeshi la polisi liliwashikilia liliwakamata watuhumiwa 2 wakiwa na silaha aina ya pistol yenye magazini ambapo ilikuwa ina silaha risasi 13 kinyume cha sheria. Pia tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya jioni saa 11 za jioni katika mtaa wa Rukole uliopo wilaya ya Mpwapwa mkoa wa Dodoma, tuliwakamata watuhumiwa wengine 2 wakiwa na silaha silaha ambayo imetengenezwa kwa kienyeji inayotumia risasi za shotgun, pamoja na risasi za shotgun 4 kinyume cha sheria. Aidha, tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 4 katika eneo la Kikuyu lililopo kata ya Kizota, tuliwakamata watuhumiwa 2 Thomas Paskari lakini Story Kimario. Hawa walikuwa wakisafirisha mafuta kwa kutumia gari lenye namba ya usajili T273 BKB, kusafirisha mafuta lita 2420 za dizeli ambazo ziliwekwa kwenye madumu 89 kinyume cha sheria. Haya mafuta yanadhaniwa kwamba ni mafuta ya wizi. Vile jeshi la polisi tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 57. Hawa watuhumiwa 57 kwa tuhuma za makosa ya wizi na uvunjaji pamoja na kuwa na vifaa vya kuvunjia au vya kufanyia uhalifu. Watuhumiwa 30 wamefikishwa mahakamani, lakini watuhumiwa 27 bado tunaendelea na uchunguzi. Mali tulizowakuta nazo ambazo ni za wizi ni TV 6 pamoja na redio 7. Pia tuliwakuta na vifaa vya uvunjaji vya kutendea uhalifu. Basi uchunguzi utakapokamilika, hatua nyingine za kisheria zitaendelea au zitachukuliwa. Umri ni vijana wadogo, wastani wa miaka 20. Kuna mmoja na wastani wa miaka 19, mwingine wastani wa miaka 20. Kwa hao ni 2 kwa maana ya pistol. Lakini kwa watu hao wa shotgun ni wastani wa miaka 30. Kwa hiyo pistol 19, lakini na mwingine wastani wa miaka 20. Lakini kwa hawa
wa shotgun, hii bunduki ambayo imetengenezwa kwa kienyeji inayotumia risasi za shotgun, wastani wao ni kuna mmoja miaka 30, mwingine wastani wa miaka 20, kwa maana ya hawa. Na hizi silaha wanazitumia kutenda uhalifu. Kwa sababu bado tunaendelea na uchunguzi, lakini ni wahalifu ambao, ndio maana hata majina yao tukitaka kuyataja, ni wahalifu ambao wazoefu. Kwa hiyo tukitaka kutaja majina yao ili wasije, bado tutaendelea kutafuta mtandao wa uhalifu. Tutaendelea kutafuta mtandao wa uhalifu kwa sababu kuna wenzao tunaendelea kuwatafuta, bado hatujakamata. Lakini nawahakikisha tutawakamata, watia mbaroni. Aidha, Kamanda Katabazi ametoa wito kwa wananchi wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria kuhakikisha wanazikabidhi kwa hiari kupitia ofisi za serikali za mitaa au vijiji kabla ya kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, like, share, comment ili wa kwanza kupata taarifa zetu.